nimshukuru sana Mama Samia maalum kwa kuanzisha kampeni hii ya msaada wa sharia. Wanyonge walikuwa hawana uwezo, tunawajua, na wanapata shida sana wakati wanapodai haki zao. Sasa mwarobaini umepatikane. Maafisa wetu wa sharia wako katika maeneo yetu mbalimbali. Kasema hapa mkuu wa mkoa, muda wa siku 9 katika mikoa yetu, wilaya zetu, wadi zetu, shehia zetu, watakuwepo huko maafisa wetu kutoa msaada wa sharia. Tafadhali wananchi, nendeni. Kuna matatizo mengi mnayo. Kasema mkuu wa mkoa, matatizo ya ardhi. Lakini hata wafanyakazi wanaofanya kazi katika mahoteli na maeneo mengine anahitajia kupatiwa msaada wa sharia. Pengine kuna haki zao nyingi wanazikosa, wanafanyishwa kazi kinyume na utaratibu. Sasa hii ni fursa maalum, tutumieni siku 9 hizi kuhakikisha kwa masuala haya tunamaliza kabisa au kuyapunguza kwa asilimia kubwa. Kama alivyosema mkuu wa mkoa, ni kweli. Ukwenda kwenye wizara zetu, kwenye ofisi zetu, wizara ya ardhi, na ukija kwenye wilaya na mikoa, watu wengi wako nje ya ofisi wanasubiri, na utagundua kwamba matatizo mengi ni ya ardhi. Kwa nini tuendelee kuwa na migogoro ya ardhi? Kwa sababu watu wanavunja sheria. Naomba sana wale wote ambao wanahisi wanahitajia kupata haki hiyo, wakati ndio huu sasa hivi. Tusirudi nyuma, twende tukahangaike kupata haki yetu. Lazima uhangaikie haki. Na sisi serikali, viongozi wetu wamejitoa kabisa katika hili kwamba tutatoa msaada wa aina zote kwa makundi yote, walemavu, wenye mahitaji maalum, wote. Na hawa hasa makundi maalum wanapata shida sana wakati mwingine kunyimwa haki zao. Mlemavu unakwenda shule, hakuna sehemu za kumwezesha kuingia darasani. Anadai haki yake, ajengiwe vibaraza vya kupandia. Ni haki yake. Kwa hivyo kama unakosa fursa hiyo, mtoto wako hapati fursa hiyo, wakati ndio huu. Maafisa wetu wa msaada sharia wapo. Nishukuru sana idara zetu zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ile ya Zanzibar kwa kujenga mashirikiano mazuri. Kwa dhati kabisa nimshukuru waziri mwenzangu wa Jamhuri ya Muungano, Dr. Damas Ndumbaro. Jana tumezungumza na ameniomba radhi kwamba leo hawezi kufika hapa kwa sababu sote mimi na yeye tulialikwa leo tuwepo Dodoma kwa shughuli maalum ya Mama Samia. Lakini kwa sababu hili kwa ishapangwa, nikaona bora nifanye mimi hapa na yeye afanye huko Dodoma. Lakini shukuru kamleta naibu katibu mkuu. Nakushukuru sana naibu kwa kuja kwako hapa. Na mashirikiano haya naomba tuyaendeleze. Si katika Wizara ya Katiba na Sheria, katika wizara zetu zote. Kweli kuna mambo ya kimuungano, yako mambo ambayo si ya muungano. Lakini kushirikiana hakuna ubaya. Tukishirikiana vizuri tutaimarisha zaidi muungano wetu. Niendelee kusisitiza wananchi, hii ni fursa maalum. Masheha, nyinyi mnapata mitihani mingi huko. Na mara nyingi tunakulaumu nyinyi, hasa kwenye migogoro ya ardhi. Tunasema kwamba mnajiingiza kwenye migogoro hii. Sasa na wewe kama una tatizo hilo la kupata msaada kisheria, anapokuja mtu na tatizo lake, maafisa wetu wapo siku 9, na wewe nenda ukashiriki katika zoezi hili. Usingojee mpaka tumalize siku 9 alafu unakuja kuwatafuta. Watakuwepo siku zote, lakini hizi 9 maalum tumezitenga kwa ajili ya mkoa wa Kaskazini. Tufanye tutaloweza kufanya, tuhakikishe kwamba jambo hili tunalisimamia vizuri. Niendelee kushukuru viongozi wetu kwa kazi nzuri wanaofanya. Nimalizie kwa kushukuru sana na nimshukuru mkuu wa mkoa kwa kutuhimiza lile la mwisho. Tunakabiliwa na uchaguzi, tuhakikishe kwamba uchaguzi wetu unakuwa salama na amani. Amani yetu hii ndio itakayotuwezesha kupata haki zetu na mambo mengine yote yanahusiana na mambo yetu mbalimbali yanatukabili. Viongozi wetu wanajitahidi kuhubiri amani. Nchi ile kwa haina amani, mambo kama haya, mikutano kama hii haifanyiki. Kila mmoja na yake. Tushukuru Mungu. Nchi yetu hivi sasa ni tulivu. Mwaka wa 5 huu tunamaliza, hakuna alovutwa akapigwa kafanya nini. Muhimu usivunje sharia. Ukivunja sharia, vyombo vya sharia vipo. Nitoe wito, tuendelee kushirikiana kuhakikisha kwamba mambo yetu yote yanakwenda kwa amani na utulivu. Uchaguzi utafanyika kwa amani na utulivu inshallah, na sote tushirikini katika uchaguzi huo kwa amani na utulivu kabisa. Baada ya hayo
Sitaki kuzungumza mengi kwa sababu kama alivyosema mengi yashazungumzwa. Niendelee kuwashukuru viongozi wote wa mkoa, wote waliohusika katika kufanikisha jambo hili. Nashukuru Wizara yetu ya Katiba na Sheria chini ya uongozi wa Katibu Mkuu na wasaidizi wake kwa kazi nzuri waliofanya. Baada ya hayo, sasa kwa heshima kabisa natangaza rasmi kampeni hii ya msaada wa sheria kwa mkoa wa Kaskazini umezinduliwa rasmi leo tarehe 23 mwezi wa 4 25. Asanteni sana.